Sasa naomba tu niwafafanulie hili jambo ambalo linaendelea mitandaoni kuhusu kauli ya Israel ambayo ameitoa leo kwamba tayari wameshafanya mashambulizi na kumuua kiongozi ambaye alikuwa anasimamia mipaka ya sehemu inayoitwa Strait of Hormuz. Sasa watu wengi wamejiuliza hii Strait of Hormuz ni kitu gani? Of course najua wengi mmekisikia sana kwa sababu ni kitu ambacho kinaongelewa sana na ndo sehemu muhimu sana katika huu mgogoro ambao unaendelea wa Iran pamoja na Israel pamoja na Marekani. Sasa hii Strait of Hormuz ni kwa Kiswahili kirahisi tunaweza tukasema ni kama lango la biashara ya mafuta. Hii ni njia nyembamba ambayo inaunganisha au ipo katikati ya Iran pamoja na Oman pamoja na baadhi ya nchi za umoja wa nchi za Kiarabu. Sasa hii njia nyembamba ya bahari ndio inatumiwa zaidi na mataifa karibia 20% ya mataifa yanayofanya biashara za mafuta duniani yanatumia huu ufereji ama wanatumia hii njia kusafirisha mafuta kutokea Irani kwenda katika nchi mbalimbali. Kwa hiyo sasa Israel wanasema wamefanya mauaji ya aliyekuwa anasimamia au tuseme ni kamanda anayesimamia kikosi cha wanamaji cha Iran, ambaye yeye ndiye kamanda aliyekuwa anasimamia ama analinda sehemu hiyo inayoitwa Strait of Hormuz. Sasa mimi nataka tu niwafafanulie tu kwa ufupi hii kauli inamaanisha nini, lakini pia ina athari gani katika uchumi wa dunia na ina athari kwa nani hasa katika hii vita ambayo inaendelea. Cha kwanza, hii kauli ya Israel kwamba amemuua kamanda wa kikosi cha Iran cha maji, kisiasa inaleta pigo kubwa sana kwa Iran, kwa sababu moja kati ya kitu ambacho Iran au potential ambayo Iran yanayo ni mafuta, na mafuta ama biashara ya mafuta inafanywa kupitia bahari ya Hindi, na Hormuz ni mfereji ambao unapita katikati ya Iran na Oman pamoja na UAE kuelekea bahari ya Hindi. Kwa maana yake ndio mfereji ambao unasimamia movement zote za kusafirisha mafuta kutoka Iran kwenda nchi mbalimbali, ama usambazaji supply ya mafuta katika nchi mbalimbali duniani. Kwa hiyo kama ni kweli kilichosemwa na Israel, kama sio siasa ama propaganda kama anazozifanya rais wa Marekani Donald Trump, maana yake ni kwamba itakuwa ni moja kati ya pigo kubwa ambalo Iran atakuwa amelipata, kwa sababu kuuliwa kwa kiongozi huyo ambaye alikuwa ni moja kati ya viongozi hodari wa kusimamia mipaka ya Hormuz kunaweza kukaitia doa biashara ya mafuta kutokea Iran. Tuje kwa dunia, ukiacha madhara ambayo Iran anaweza kuyapata, kwa dunia tunapata nini? Kitu cha kwanza, hii kauli moja kwa moja inaweza ikasababisha ongezeko la bei ya mafuta duniani, kwa sababu kama tumeambiwa mfereji ama barabara ama njia ambayo inatumiwa kusafirisha mafuta ama kusambaza mafuta kutokea Iran, kiongozi wake ameuawa, maana yake kuna asilimia kubwa sana za njia hiyo kufungwa kwa wakati mpaka atakapopatikana kiongozi mwingine ama kamanda mwingine wa maji wa Iran. Na kufungwa kwa mfereji huo, maana yake the chain of supply of oil itakuwa imepungua, kutokana na kwanza wenye mafuta wataogopa kuyatoa kwa wakati huu, watasubiri mpaka bei ipande. Kwa hiyo kuogopa kuyatoa moja kwa moja kunapunguza supply ya mafuta duniani, lakini kama wakiamua kuyatoa, basi watayauza kwa bei ya juu ili
kuendana ama ili kuweza kusustain kwa hiki kipindi ambacho mafuta hayatopatikana kwa wakati ama kwa wingi. Lakini pia kisiasa, Israel yeye binafsi, unajua vita kama nilivyotoa kusema kwenye posti iliyopita jana, ni kwamba vita haipiganwi tu kwa makombora kama tunavyoona yanavyorushwa kwenda sehemu mbalimbali za washirika wa Marekani nao wanarudisha Israel. Vita inapiganwa pia kwa kutumia maneno ama propaganda ama neno moja ama kauli moja inaweza ikasababisha either vita kuongezeka zaidi ama vita kupungua ama kuisha, au kauli inaweza ikasababisha upande mmoja kuwa weak ama kupata weakness. Mfano, kauli ya kuuliwa kwa kamanda wa maji inawezekana Iran akibeba negatively inaweza ikamweka Iran katika upande mbaya sana, akawa dhaifu kwa sababu mmoja kati ya watu ambao walikuwa wanawategemea hawapo. Lakini pia inaweza ikawapa tishio kwamba kama wameweza kumuua kamanda wa majini wa kikosi cha majini cha Iran, inawezekana kuna uwezekano mkubwa sana wa kiongozi yoyote kutokea Iran akafanyiwa ambush muda wowote na kuuliwa. Sawa, turudi katika upande wa geopolitics. Kauli ya Israel moja kwa moja ni hatari sana katika upande wa vita, kwa sababu kauli hii kama ni kweli kiongozi ameuliwa, maana yake kuna hatari kubwa ya vita kuendelea kuwa kubwa zaidi ama kutanuka zaidi, kwa sababu Iran kama tunakumbuka, baada ya kutangazwa kiongozi wao ambaye alikuwa ni rais wao kuuliwa, ndipo walipoanza kufanya ambush kubwa za makombora. Na juzi tumeshuhudia moja kati ya ambush kubwa kwa kutokea katika ulimwengu wa vita kwa sasa, ambayo alifanya Iran kuelekea katika sehemu ya kambi ama kituo cha kivita kikubwa ambacho kinatumiwa kwa share kati ya Marekani na Uingereza, ambacho kinaitwa Gashia kama unakumbuka. Kwa hiyo maana yake yale mashambulizi yote yametokana na kisasi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hii kauli kama kweli ina akisi ama inaongea ukweli, inaweza ikastimulate Iran kuendelea kufanya uharibifu mkubwa sana kwa washirika wote wa Marekani, ikiwemo Israel, Lebanon na mataifa mengine mengi. Kwa hiyo hiki ndo ambacho kinaendelea mpaka sasa hivi. Kuna wengine wamesikia tu kwamba kuna kitu kinaitwa Hormuz, kiongozi wa huyu Navy commander ameuliwa, lakini hawaelewi nini kinaendelea, lakini ina maana gani. Na hii kauli si mara ya kwanza tumeisikia, kama alivyotoa Trump kwamba Iran amemfuata, anataka wamalize mgogoro, na baada ya kufuatilia Iran na yakarudi na tamko kwamba si kweli, hakuna ukweli wote katika kauli hiyo. Kwa hiyo hata hii kauli ya Israel bado inaendelea kubaki katika uchambuzi mpaka siku ambayo Iran itakuja kudhibitisha kwamba ni kweli ama si kweli kwamba kiongozi wao wa majini kikosi cha majini cha Iran amefariki au bado yupo. Kwa hiyo mpaka kufikia hapa nadhani tunaweza tukachukua muda kidogo kuchunguza, alafu baadaye nitarudi kwenye posti inayofuata kuambia ni nini ukweli wa kauli hii ya Israel kuhusu kuuliwa kwa kamanda wa majini wa jeshi la Iran.